kwa unyenyekevu mkubwa sana kwa makamu mwenyekiti wetu taifa John Heche, ambaye kwa sasa ndiye anakaimu nafasi kama kiongozi mkuu wa chama chetu, chama cha Chadema. Jana niliona mazungumzo yake na waandishi wa habari akiwa Mwanza, lakini pamoja na yale mazungumzo sikuona kama ni mazungumzo ya kiongozi ambaye anataka kutoa matumaini kwa Watanzania namna gani tunatoka kwenye mkwamo huu na tunakwenda mbele. Kwa sababu kama kiongozi lazima uweze kujua na kusoma alama za nyakati. Muda wote tatizo linapotokea kwenye taifa au kwenye taasisi yako, kiongozi unapaswa kusoma alama za nyakati na namna gani ambavyo wewe kauli zako, mwenendo wako na matendo yako yataashiria, yatalenga katika kutatua tatizo hilo. Lakini kwa masikitiko nilivyomsikiliza makamu mwenyekiti jana, bado yupo katika hatua ya hatua ya mapambano ambayo sio hatua ya kuwaza kutatua suluhu. Na bado niliona kama makamu mwenyekiti wetu anaelekea kucheza ngoma mirindimo ya wenzetu, ya wenzake ambao wanapambana nao, pasipo pengine kwa kujua au kwa makusudi au kwa kutokujua. Sasa nitumie fursa hii kuweza kwa unyenyekevu kabisa kumshauri makamu mwenyekiti bwana John Heche aepuke kwa nguvu zote kucheza mirindimo na ngoma ya wenzake. Washindani wake wana ngoma zao, wana nyimbo zao. Asithubutu na asijaribu kuingilia kucheza ngoma za wenzake, kwa sababu wenzake wale wana ajenda zao, wenzake wako serikalini, wenzako hizo nyimbo zao wanazijua humo ndani, ya kwao humo ndani awaachie wacheze wao wenyewe, wanajuana. Makamu mwenyekiti kama kiongozi mkuu wa chama kwa sasa ajielekeze katika mambo yafuatayo. Ajielekeze namna gani atakutana na Rais Samia Suluhu Hassan kuzungumza naye juu ya mustakabali wa Tundu Lissu, mwenyekiti wa Chadema taifa. Wazungumze namna gani wataitoa taifa hapa ili kwenda mbele kupata maridhiano ya taifa na kupata katiba mpya. Una matatizo mbalimbali ndani ya chama. Hayo ndo masuala ambayo ninamsihi kwa unyenyekevu makamu mwenyekiti John Heche aweze kushughulika nayo na kuepuka kwa nguvu zote kudandia ajenda za Chama cha Mapinduzi na makada wake, kudandia ajenda zozote ambazo hazilengi hata chembe kusaidia Chadema kutoka hapa. Pamoja na matatizo yaliyotokea, pamoja na mkwamo na mtanziko tulionao wa kisiasa nchini, Rais Samia Suluhu Hassan katika swala la mageuzi, swala la maridhiano na mageuzi kwenda kwenye katiba mpya ni fursa. Ni fursa kwa sababu anaondoka madarakani 2030. Na kama alivyoahidi siku ile anapokea ripoti ya tume ya Jaji Chande, alivyojutia yale yote yaliyotokea na akasema kabisa kwamba light angetamani hata hiyo kalenda ya siku hiyo ingefutika. Rais Samia katika hili ni fursa. Na kama ni fursa, John Heche na pamoja na uongozi wa Chadema wasisite kutumia hii fursa.